3, 2, 1. Baba Konkala, Mama Shalom. Amani, upendo, furaha, Elisha Baraka, Wisdom Extra Power, uweza Mungu wa majeshi wa Gibeoni. Tuko juu, kanisa juu, tumewekwa juu, tunatawala juu, tupo juu, sote juu, kazi yako juu, ipo juu, familia yako juu, ipo juu, sauti ya gizo juu, wako juu, sauti ya damu ya pili juu, wako juu, Gibeoni juu, wako juu, Shilo yote juu, ipo juu, elimu juu, ipo juu. Ni kweli tumewekwa juu ya yote na vyote. Wengi wameniuliza kwa habari ya Kwani Konkala, na leo nimeona nikuletee nakala hii. Na hapa ni 2006. Ndiye kwani pekee aliyeingia mji wa Songea uliosifika kwa uchawi, lakini yeye alifanikiwa kwa kiwango kikubwa, na hii ni kutoka maktaba. Pia ndiye kuhani pekee aliyeingia ndani ya pango la Songea linaloogopwa kwa uchawi na uganga, na joka kubwa linaishi humo tangu mwaka 1906. Na hii ndiyo pango lenyewe, na picha hii nakuletea kutoka maktaba. Anza kushambulia wote kwa jina la Yesu. Tunakanda kamera hii kwa damu ya Yesu. Malaika wabariki ulinzi kila eneo hapa Songea. Hili ndilo pango ambalo wanafanyia ibada zao, ambao nilifika mahali hapa kuvunja madhabahu zao. Kabisa kwamba tulitarget kuharibu kazi zote za adui. Na kwa historia kuna wachungaji wengine ambao wamewahi kuja katika eneo hili kabla hawajaufikia huu mlima, walikuwa wanadondoka kule chini. Kwa hawakuweza historia, kwa sababu hapo mnavyoona ni mawe tu, lakini umeota juu ya mawe. Na hapo napoona ingekuwa tukuja kipindi cha kiangazi, ungekuta madamu mengi yamemwagika hapa ya kuku na manyoya. Ni ibada kubwa wanazifanya waganga, wachawi. Siku hiyo bwana Kwani Konkala uso kwa uso na mganga. Nini kilitokea? Hii hapa. Hatuna fujo yoyote. Hatuna fujo yoyote. Ila kwa nini mnafanya kazi ya kutumulika? Tumetumwa na wakuu wetu Kwamba mje mulike msitu. Tunamulika msitu. Karibu tu, sisi tunafanya matambiko tu hapa. Sawa sawa. Tunajua wala msio na wasiwasi. Shughuli zetu za kiofisi. Ndio. Niendelee na wasiwasi. Nashukuru sana. Sasa hatuwezi kukuta tumewakuta hapa tuwapite tu, ni ngumu, si ndio bwana? Ni sawa sawa. Ndio maana tujawagasi. Nashukuru sana. Wala msio na wasiwasi wote. Nashukuru sana. Ndio. Ni amani kabisa. Ingekuwa kuna nani lote, tungekuwa na nani. Tunamenya
Weka tu hapo. Hata kipande cha muhogo, sio wote. Kata. Mwenyezi Mungu, hata sisi wa majini tuko chini yako. Hatutakwenda kinyume kwa dini za Kiislamu na hatutakwenda kinyume kwa dini za Kristo. Tutafuata lila Mwenyezi Mungu pekee yake zidi ya binadamu hawa walikuja hapa. Na tunaomba matambiko yote yaliyokuwepo, kwani hata sisi wa majini tuko chini yako. Madawa Kwani Konkala amesafiri safari nyingi za mikoani na wilayani, akiwajenga wengine, akiwainua wengine na akiwabariki wengine, na huu ndio moyo anaoutaka Mungu. Sasa kwa sababu wataenda kukaa pamoja, yataanza kuonekana moja baada ya jingine, lakini kitakachokava hayo matatizo ni love, upendo. Hao waliokuwa wanapitia lango kukupiga, Mungu amewafuta kwa damu. Kanisa, hebu sema kanisa. Kanisa ni familia ya Mungu. Ni familia ya Mungu. Mungu anataka tuishi hivyo. Amina. Huyu ndiye kuhani afundishaye neno la kweli, ili watu wasiangukie kwenye mikono ya manabii wa uongo. Sasa ndio maana manabii wa uongo wamewawini, hawezi kufundisha ya masomo. Yeye anasema tunaona katika ulimwengu wa roho, Mungu mwaka huu anataka ununue gari, utanunua Scania 2 wakati hata 100 huna. Waliomfuata wana uwezo wa kujisimamia wao wenyewe. Wewe una nguvu na mamlaka kuliko wachawi. Wachawi wanaoneeje familia yangu? Wacha mizimu inaiteseje familia yangu? Mimi nasimama leo na hakikisha nimeipiga hii, inafutwa tu. Kutokana na roho ya ufuasi kwa Elia aliyokuwa nayo, hii imempa neema ya kufungua kanisa na kuliongoza kanisa kubwa sana pale jijini Mwanza. Na hii inaonyesha wazi kuwa kila kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake kinawafaidisha na kuwainua wengine. Jambo lingine nililoliona, wale wote ambao wamemfuata wamepokea haja za ndani ya mioyo yao na sasa wapo huru kabisa. Ana neema ya kuwabariki wengine na yeye kuwa baraka kwa wengine. Hii maana yake kwamba Mungu amempa neema ya kuchunga na kulisha, na hii ndio sifa ya mchungaji mwema, kulinda kondoo wake wawe salama. Sasa wote wako huru, wanamfurahia Bwana. Leo hii machatu yeyote aliyekuwa anafuatilia maisha yako, upanga wa Elia umeangamiza, umekatakata machatu yote. Machatu anaitwa magonjwa, machatu anaitwa madeni, machatu anaitwa nachukiwa, machatu anaitwa fitina, machatu anaitwa hujuma, machatu anaitwa madhabahu zote za uovu, umeangamizwa kwa upanga wa Elia. Kwa mafuta ya Elia, kuhani Konkala amezaa makuhani wengi sana, wakitumika nje na ndani ya Tanzania, wakifundisha kama yeye, wakihubiri kama yeye, wakiomba kama yeye. Au hapa kuhani ufahamu wa Songea, kuhani matengenezo wa Geita, kuhani nafsi hai wa Kahama, kuhani akiki wa Shinyanga, kuhani Nehemia wa Simiu, kuhani Faida wa Karagwe, kuhani wa Walasiloamu wa Mwanza, kuhani Baraka wa Sengerema, kuhani Hazina Lulu na Juya Mwanza, kuhani Macho Saba wa Songea, kuhani Full Anointing Serengeti, kuhani Joshua wa Mguso, na makuhani wengi sana wakitumika kila mahali. Au hapa kuhani Nehemia, kuhani Baraka, kuhani Fahari, kuhani Amos,
Kuhani Konkala, Kuhani Neema, wana shukurani, wana maombi, huduma 5. Kuhani Hakikazi, kuhani na mwalimu moyo wa Mungu, kuhani Elisha, kuhani na mwimbaji Wisdom, kuhani Samson, kuhani Yoshua, kuhani sauti ya Nehemia, kuhani Amani, kuhani na mwimbaji sifa za Bwana, kuhani na mwimbaji Rodiki Mlandali, kuhani Shebati, Haleluya. kuhani Elia, kuhani Peace, kuhani Transformation, kuhani Fahari, kuhani Lulu, kuhani Daudi, kuhani Ezra, kuhani Sauti, kuhani Yoshua, mwalimu Ufahamu, kuhani Yoshua, kuhani njia za Bwana, kuhani Fahari, kuhani Pumzi Hai. Jina langu naitwa Kuhani Ufahamu Elia, kuhani wa Shilo na zaidi Songea. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya baba yangu, mjumbe wa mapenzi ya Mungu, baba yetu nabii wa kanisa la Siloam, ambaye katika mapenzi makubwa baada ya kuitwa na Mungu kampa agizo la kumjengea kanisa linalomwabudu Mungu katika roho na kweli, na alipotii agizo hilo akafanya kazi na Mungu amemtumia kuwazaa watumishi wengi au makuhani wengi, mojawapo akiwepo kuhani Nehemia Konkala Elia, ambaye mimi nimepata neema ya kuzaliwa kupitia neema, kupitia mikono ya kuhani Konkala, na kulelewa na kukuzwa katika utumishi na hatimaye kupakwa mafuta na nabii kwa ajili ya kazi ya utumishi. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kuhani Konkala, pia kwa nafasi yake kunilea, kwa neema ya Mungu kupitia mjumbe wa mapenzi ya Mungu kunifundisha katika upendo, kunijenga katika misingi ya utumishi, na hata leo nipo nikiendelea kumtumikia Mungu. Namna mimi ambapo nakumjua kwa njia namba moja kabisa, alipaka mafuta na mjumbe wa mapenzi ya Mungu kwa ajili ya kuinua kazi ndani ya mlima Ufahamu Elia. Namba 2 ni baba mwenyewe ambaye anayependa mtihani. Namba 3 ni kwa anayependa kazi ya Mungu, simama na Mungu akutie katika kweli. Amen. Naam, naitwa kwa ni matengenezo Konkala Elia. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mjumbe wa mapenzi ya Mungu kumfunua kwa ni Konkala.
Lakini pia namshukuru Mungu sana kwa ajili ya Kuhani Konkala kunifunua katika ukuhani kupitia mafuta ya Elia. Kuhani Konkala ni kuhani ambaye ana upendo, kuhani ambaye anajali, kuhani ambaye amekubali kufanyika daraja la wengine kuinuliwa. Yaani kwamba yuko tayari kukesha, kukufundisha, kukuonya, kurudisha kwenye msingi wa neno, ili kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako kiweze kudhibitika na kizae matunda na ufalme wa Mungu uweze kujenga. Kwa majina naitwa Kuhani Fahali Konkala Elia. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mjumbe wa mapenzi ya Mungu kizazi cha 4 Elia Adamu wa pili kufunua maono haya ambayo leo hii yametubadilisha na tumekuwa makuhani. Zaidi namshukuru Mungu kwa ajili ya Kuhani Nehemia Konkala, ndio baba yangu wa rohoni, aliyenifunua kwenye haya maono na akanilea kwa upendo mpaka leo hii. Zaidi sana na sababu ya kusema asante kwa Mungu kupitia Kuhani Konkala, kwa sababu najua jinsi ambavyo nilikutana naye na nilipoanza huduma hii tangu 2006 au kuingia kwenye huduma hii tangu 2006 mpaka sasa. Namshukuru Mungu namna ambavyo amenilea kwa upendo. Ni kuhani mkamilivu, ni kuhani mwenye upendo. Kwa hiyo namrudishia Mungu sifa na heshima. Amen. Mwenye neema kubwa. Kwa majina naitwa Ufahamu Nehemia Konkala Elia. Napenda kumshukuru Mungu aliyenikutanisha na kuhani wa njia. Tangu nilipokutana na kuhani wa njia, maisha yangu yalibadilika, na vile niliona hekima ya Mungu ambayo inatenda kazi ndani yake. Kupitia hekima hiyo ambayo iko ndani ya kuhani wa njia, imeinua maisha yangu na imebadilisha hatima maisha yangu. Naitwa Kuhani Baraka Elia Adamu wa pili, Mungu wa majeshi, kuhani wa kituo cha Lango la Neema Kubwa Sengerema zamani. Nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya Kuhani Nehemia Konkala Elia, kuhani wa njia ya ufahamu wa Elia Karimeli, kwamba Kuhani Nehemia Konkala ni kuhani mwenye upendo, ni kuhani ambaye ana roho ya Elia ndani mwake, na ni kuhani anayehitaji tufanye kazi ili maono haya na agizo hili Mungu aweze kuabudiwa katika roho na kweli. Naitwa Kuhani Samson, nayetumika na Kuhani Konkala. Unaposikiliza mafundisho ya Kuhani Konkala, hakika yanafungua, yanaponya, na mimi nimekuwa shuhuda katika hilo. Naitwa Kuhani Nehemia, niko kituo cha Hebron Simiyu ya zamani. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kumfunua kuhani wa njia. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya kumpa moyo wa ufuasi, moyo wa upendo, moyo wa uvumilivu, moyo wa kuwapenda makuhani, moyo wa kujitoa na kutoa, moyo wa kulipenda kanisa na maono kizazi cha 4. Naitwa Nehemia. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya Kuhani Konkala ambaye tangu nimekutana naye kule Songea, kwa neema kubwa ambayo Mungu ameweka ndani yake, nikapata kuyajua maono na agizo ya Elia kizazi cha 4. Hakika ni kuhani mwenye upendo, ameishi na sisi kwa upendo, tulilelewa katika upendo. Sifa, heshima na utukufu namrudishia Mungu wa majeshi. Mungu amtunze, ampe maisha marefu. Amen. Kwa majina naitwa Kuhani Faida Elia, nayetumika kwenye kituo cha Karagwe ya zamani Milima Efraim. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kutumika na kuhani wa njia, Kuhani Konkala Elia, kuhani ambaye tangu tumemfuata au nimekubali kuambatana naye, hakika nimemwona Mungu. Lakini kubwa zaidi ni roho ya upendo iliyoko ndani yake, yaani ile nguvu ya uambukizo tuliyoiona kwa mjumbe wa mapenzi ya Mungu kizazi cha 4, roho ya matengenezo. Sababu mimi nimemfuata nikiwa nimechoka, nimekata tamaa, moyo wangu umezimia, lakini kupitia neema ya matengenezo, marejesho, upatanisho na kujenga amenirejesha. Sasa mimi nina furaha kipekee, na mtukuza Mungu sana kwa namna ya moyo ambaye Mungu amempa. Najivunia kuwa na baba wa aina hii, kwa maana kupitia kuhani wa njia sasa kituo tunafaa. Shukuru Mungu, bariki Mungu sana.